Nataka nichukue nafasi hii nikaweze kuleta neno ambalo ya ameweza kunijalia linalohusiana na laana ya Kanani juu ya Waafrika. Laana ya Kanani juu ya Waafrika. The curse of Canaan on African people. Tunaweza soma kitabu cha Mwanzo mstari mlango ni wa 9 mstari kuanzia 20 hadi 27. Biblia inasema ya kwamba unaposoma 20, Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda misabibu na akanywa divai, akalewa, akawa uji katika hema lake. Haya yanafanyika baada ya Mungu ambaye tunasema ni ya. Jina kamili la Mungu ni ya au mwenye enzi. Baada ya mwenye enzi kuona ya kwamba Nuhu alikuwa mtu mwenye haki machoni pake, basi ya akaweza kunena pamoja na Nuhu, akamwambia Nuhu, nimeona wewe kuwa mtu wa haki, na nataka ukaweze kutengeneza safina ili ukaweze kufanya yale ambayo ninakuahidi kuyafanya, kwa sababu nimechukizwa na tabia za wanadamu katika uso wa nchi. Hivyo basi ya akaweza kuminstruct Nuhu ili akaweze kuijenga safina. Alipomaliza kujenga safina, ya akamwambia, akamupa maagizo ya kufanya. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ya alimueleza Nuhu akaweze kuingiza ndani ya safina, na hivyo baada ya Nuhu kumaliza maagizo ambayo ya aliweza kumupa, basi na ya akaweza kufunga milango ya safina, na hivyo basi gharika ikaanza, mvua ikaanza kunyesha, na mvua ilinyesha kwa siku 153. Basi tunaona ya kwamba baada ya hizo siku zote, dunia, wale waliokuwa wanaishi katika dunia na chochote kilichokuwa chenye uhai katika dunia kiliweza kufa. Basi baada ya muda huo gharika ikaweza kuondolewa, na ikawa ni jamii ya Nuhu iliyosalia. Tunaona kwamba wana wa Nuhu walikuwa ni Shem, Jafeth na Hamu. Hivyo ndivyo tunasoma Biblia kwamba wakati basi gharika iliweza kuisha, Nuhu akawa mkulima, na alipokuwa mkulima aliweza kupanda misabibu, na kwa sababu alikuwa mtu wa kupanda misabibu, akanywa divai na akalewa, akawa uji katika hema lake. Hamu baba wa Kanani, Hamu ambaye alikuwa baadhi ya wana wa Nuhu, akauona uji wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuja nje. Shemu na Yafethi wakatoa vazi, wakalitanda mabegani mwao, wote wawili wakaenda kinyumenyume, wakaufunika uji wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uji wa baba yao. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Hamu
ambaye ni mmoja watoto wa Nuhu, uji wa baba yake, kumaanisha hakuokopa chochote. Kwa njia nyingine aliweza kumkejeli baba yake, na kwa njia hiyo licha ya Nuhu kuwa alikuwa amelewa, bali alikuwa anasikia. Basi baada ya Hamu kuona uji wa baba yake katika hali ya kumkejeli, aliweza kukimbia mbio, akawaeleza mandugu zake waliokuwa wamesalia wawili, ambaye ni Shemu na Yafethi. Na walipoambiwa hilo jambo, basi walijawa na hofu. Walipojawa na hofu, waliweza kuchukua vazi wakalitanda katika mabekani mwao, wote wawili wakaenda kinyume nyume, wakaufunika uji wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uji wa baba yao. Hawa ni vijana waliokuwa na busara. Hawa ni vijana waliokuwa na heshima kwa ajili ya baba yao. Walionyesha heshima ya hali ya juu sana, kiwango kile kwamba hawakuruhusiwa kuutazama uji wa baba yao Nuhu. Basi walipomfikia, waliweza kulitanda vazi katika mwili wake, na walipolitanda hilo vazi katika mwili wake Nuhu, waliweza kuondoka tena pasipo kumtazama baba yao. Na kumbe kwa njia nyingine baba yao alikuwa anaelewa kila kitu, na ndiposa tunasoma Biblia inaendelea kusema Nuhu akalefuka katika ulevi, kwamba Nuhu akaondoka katika ulevi, kwamba ulevi ukamuishia Nuhu. Nuhu akalefuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyo mtendea. Nuhu alipotoka katika usingizi, toka katika ulevi ulipomwondokea, basi Nuhu aliweza kuelewa kila jambo ambalo mwanawe Hamu aliweza kulitenda. Na kwa sababu alikuwa ameshaelewa, ndio kwa njia moja tunasema ya kwamba Hamu alikuwa anamkejeli baba yake Nuhu. Kwa hivyo baba yake alielewa tendo ambalo Hamu aliloweza kumfanyia. Kwa hivyo akasema, na alaaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Kwa hivyo Nuhu akaweza kumlaani Kanani, akamlaani Kanani na kusema Kanani atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Kwa hivyo Hamu ambaye aliitwa Kanani aliweza kulaaniwa na baba yake, na kupitia kwa hizo laana baba yake akasema ya kwamba Mungu akamnafisishe Yafethi na akae katika hema za Shemu, na Kanani awe mtumwa. Na akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanani awe mtumwa wake. Kwa hivyo tunaona kwamba Kanani anakuwa mtumwa wa Yafethi, Kanani anakuwa mtumwa wa Shemu. Kwa njia nyingine Nuhu akaweza kubariki Shemu, akaweza kumbariki Yafethi. Na ndio leo hii tunapoongelea Shemu, na ndio tunaona katika dunia kuna sile taifa
taifa kama Arabia, taifa kama Russia, taifa kama Europa, taifa kama Israeli, taifa kama North America, Southern America. Haya ni mataifa ambayo yaliweza kumilikiwa na uzao wa Shem. Shem kwa njia ambayo ya aliweza kumbariki ni njia kubwa sana. Hata na siku ya leo tunaweza shuhudia kwamba hizo bara ambazo nimetaja zimebarikiwa sana. Tukiona bara kama la Arabia, ni watu wamebarikiwa na mafuta. Tukiangalia nchi kama Israeli, tukiangalia Russia, tukiangalia Europa, ni watu ambao wamebarikiwa, na huo ni uzao wa Shem, kwamba na Shem aliweza kubarikiwa na baba yake Nuhu. Kwa hivyo hayo mataifa ambayo nimeyataja yaliweza kumilikiwa na uzao wa Shem. Tunakuja pia vilevile tunaangalia uzao wa Yafethi. Uzao wa Yafethi, hawa ni mataifa ambayo inamilikiwa na watu wa Japanese, watu wa China, wa Korea, watu aina hiyo, watu aina hiyo, watu ambao tunasema ni uzao wa Yafethi. Hata vilevile tunaweza ona katika ulimwengu wa kisasa kwamba hayo mataifa ni mataifa ambayo imebarikiwa sana, ni mataifa ambayo imenawiri katika viwango vikubwa, ni watu ambao tunaweza waheshimu, ni watu ambao wako na tajriba ya hali ya juu, ni watu ambao wameweza kufanikiwa katika viwango vikubwa sana kiteknolojia, wako katika viwango vikubwa sana. Basi haya ni mambo ambayo tunaweza kuona chanzo chake kilitokana na Nuhu, kwamba Nuhu alipokuwa mkulima aliweza kuwa mtu wa kulima, wa kupanda mzabibu, na wakati ule Nuhu akaweza kulewa. Alipolewa, kwa sababu alikuwa na wana wake watatu, huyu akiwa ni Shem, akiwa ni Yafethi, akiwa na Ham. Ham, wakati Nuhu amelewa, amelala pale akiwa uji, Ham akaweza kumchekelea, Ham akaweza kumkecheli, akaweza kumdharau kwa mambo kama hayo. Na sasa wakati Nuhu anaamuka kwenye usingizi, ulevi ulipomuondoka, akaona hasa kwamba mwanangu ambaye ni Ham kuna mambo aliyoyafanya yasiyonipendeza. Kwa hivyo Hamu alipoeleza mandugu zake hawakumkejeli, hawakukejeli baba yao Nuhu. Waliweza kuwa na hofu ndani mwao, wakakuja kinyume wakiwa wamebeba vazi mikononi mwao, wakiwa wamefunika macho, wakakuja kinyume, wakaweza kufunika mwili wa Nuhu pasipo kumkejeli, pasipo kufanya lolote. Walimfunika kwa njia nzuri na wakamuacha pale kwamba aendelee kulala. Basi na ulefu ulipomuondoka Nuhu, alipoamuka kwenye usingizi, basi na Nuhu alielewa kile kilichotendeka kwa watoto wake, na akajua ya kwamba mwanawe kwa jina Hamu aliweza kumkecheli, aliweza kumudharau, alifanya mambo yasiyopendeza. Basi na baba wake alipoamuka kwenye usingizi, ulefu ulipomuondoka, aliweza kuachilia laana juu ya Hamu ambaye alizaa Kanani. Akasema, wewe Kanani utakuwa mtumwa wa ndugu zako. Na ndiposa sasa tunaona uzao wa Hamu, uzao wa Kanani ukawa sasa ni bara la Afrika. Bara la Afrika ndilo sasa uzao kamili wa Hamu. Na tunaona Afrika nzima ina zaidi ya mataifa 53.
basi tunaona kwamba haya mataifa ya Afrika, mataifa haya yote yanaenenda katika hali ya umasikini. Ni nchi ambayo inaweza kuonekana kuwa mzuri sana, ni nchi ambayo ni bara linaloonekana kuwa nzuri, ni bara linaloonekana kuwa na rasilimali mingi sana, ila tunaona hata kiteknolojia Afrika iko nyuma sana. Tunaona katika hali ya umasikini Afrika iko nyuma sana. Tunaona katika hali ya kiuchumi Afrika iko nyuma sana. In economy, in resources, Afrika iko chini sana. Kwa hivyo lazima tuelewe chanzo na lazima tujiulize swali kwamba mbona Afrika iko nyuma kwa kila jambo? Afrika iko nyuma kwa kila jambo, kiuchumi, kiteknolojia, hata kielimu. Afrika iko chini sana kifedha. Afrika imekitiri katika misisi ya umasikini. Umasikini umekitiri misisi sana katika bara la Afrika, na chanzo chake ni kupitia kwa baba wa Afrika ambaye ni Ham, ambaye ni Kanani, kwamba na Nuhu akamlaani Kanani na kusema wewe utakuwa mtumwa wa Jafeth, utakuwa mtumwa wa Shem. Na ndiposa unaona Afrika, hakuna kitu ambacho Afrika itafanya pasipo kuconsult, pasipo kuconsult Umoja wa Mataifa. Tutaona ya kwamba Afrika hakuna kitu itafanya, hakuna jinsi ambavyo inaweza kusimamia kila kitu kinachofanyika kizuri kwa ajili ya bara la Afrika. Lazima haya mabara mengine kama Amerika, kama Europa, kama Asia, India, Japan, China, wa China, wa Japan, na wa Korea, mataifa kama hayo lazima itaingilia kati ili Afrika ikaweze kusaidika. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba kuna what we call ancestor spirits. Kwa hivyo mababu zetu waliokufa, our ancestors who died, kuna maroho bado zinaishi, na katika bara letu la Afrika kuna maroho bado zinafanya kazi. Kuna maroho za umasikini, kuna maroho ambazo zinatufuta nyuma kupitia kwa mababu zetu waliokufa, hasa kupitia kwa Kanani ambaye ni Ham. Aliweza kulaaniwa na akaambiwa atakuwa mtumwa wa Jafeth, akaambiwa atakuwa mtumwa wa Shem. Kwa hivyo watu nataka nikaweze kueleza ya kwamba inafika wakati lazima tukaweze kujiuliza maswali, na swali ambalo lazima tujiulize ni kwamba ni kwa njia gani tunaweza toka katika hiki kilindi cha umaskini katika bara letu la Afrika. Maana hakuna jambo Afrika inaweza fanya na likaweze kulete faida katika bara la Afrika. Chochote ambacho kitakuwa kizuri, kitakuwa jema katika bara la Afrika ni kwa sababu ya bara hizi zingine kama Amerika, kama Russia, na mataifa kama hayo. Kwa hivyo lazima tukaweze kumtafuta na tuombe atuondolee hii laana kupitia kwa mwanawe Yahoshua aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Tukaweze kuelewa ya kwamba peke yake anaweza tuondolea hii laana ya Kanani, hii laana ambayo iko Afrika. Waafrika sisi wote tuko chini ya laana ya Ham ambaye alilaaniwa na baba yake na akaambiwa kwamba utakuwa mtumwa wa Shem. Na hivyo basi kweli tunaona Afrika, watu wengi wanatoka Afrika wanaenda kule Arabia, tunasikia wanaenda Saudi Arabia,
kwa ajili ya kufanya kazi kule, wanaenda nchi za ng'ambo kwa kutafuta kazi, lakini sio rahisi ukaone kwamba wale wanaotoka, wale wasaliwa wa Russia, wale wasaliwa wa Amerika, wale wasaliwa wa India na mataifa kama hayo, sio rahisi ukaone kwamba wanafurika Afrika. Ni kwa sababu sasa tunajua hata bado wakicha Afrika, lazima Waafrika watakuwa watumwa kwao. Nafika wakati lazima tuombe ya atusaidie, atuondolee hii laana ya Mkanani, laana ya Kanani ambaye imeshika mizizi hapa Afrika, kwamba hakuna jambo lolote litakaloweza kufanyika lililo jema hapa Afrika. Na ndiposa tunaona juzi wakati Trump, rais wa Amerika, akaweza kusisitiza ya kwamba hataki kuona watu kutoka bara singine, kutoka bara kama Afrika na bara singine, kwamba waingie ofyo katika nchi yake katika Amerika. Akaweza kusuilia mambo fulani, kasuilia madawa fulani, kwa mfano madawa ya ARV, madawa ya ukimwi. Tumeona Trump akiweka msisitizo kwamba hatutakuwa na huo msaada, na tukaona hapa Afrika tukalia, tukasononeka, tukahusunika. Kwa sababu nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekuwa watu wa kutegemea mataifa ya nje, na ndiposa hata unaona si kwamba Afrika haina rasilimali. Afrika ina rasilimali, lakini haina the equipments, haina silaha, haina the equipments ambayo itasaidia Waafrika kuweza kupokea vitu, kuweza kupokea rasilimali ili wakaweze kujitegemea. Hata leo hii bado tunaona kiteknolojia Afrika ingali nyuma sana. Bado tunategemea bara za nje kama Amerika, tunategemea kama Israeli, tunategemea watu kutoka bara zingine, ndiposa Afrika ikaweze kunawiri. Kwa hivyo ni kwa sababu lazima tuelewe kwamba ni laana ambayo inatukula sisi siku baada ya siku. Kwa hivyo basi, wapendwa wasikilizaji, nataka nikawaambie kwamba sisi kama bara la Afrika tuko chini ya utumwa, tunatumikishwa, tunatumikia Waamerika, tunatumikia wazungu kila wakati. Na ndiposa unakuta Mwafrika wakati anapatana na mzungu, anaona maisha yake kuwa mazuri. Wakati anapatana na mzungu, anaona maisha yake yamebadilika. Kumbe ni kwa sababu kuna laana ambayo iliweza kuachiliwa kwa Ham, na kwa sababu Ham ambaye alikuwa Mkanani aliweza kumiliki bara la Afrika, na Afrika nzima ikawa chini ya utumwa. Kwa hivyo wewe ambaye unatoka katika bara la Afrika, ninataka nikuombe mpendwa msikilizaji, ya kwamba ukaweze kukabiliana na hii roho ya umasikini. We Africans, we are operating in the spirit of poverty due to our ancestor spirits. Na tunaona ya kwamba our forefathers, they lived with this spirit of poverty, and nothing that they did ambayo inaweza tusaidia. Ila wewe na mimi, this is now our high time that we need to stand and to deal with this spirit, this curse of poverty amongst the African countries. Wacha tusimame tukaweze kukabiliana na hii roho ya umaskini. Even technology wise, we are very low. Afrika kiteknolojia iko chini sana. Kirasilimali, kama si hizi bara zingine kuingia katika Afrika, tunakuta kwamba Afrika iko na dhahabu, Afrika iko na almasi, Afrika iko na aina yote ya dhahabu, aina yote, ila hali ya teknolojia imetufanya tumekosa ufundi ulio kamilifu.
tumekosa namna ya kusimama na kuweza kujitegemea kwa sababu ya laana ambayo Nuhu aliweza kuachilia kwa Hamu. Hamu naye akawa ndiye baba wa Afrika. Kwa hivyo ya aweze kutusaidia, ya aweze kusimama nasi, na tunapomuomba ya aweze kutuondolea hii laana, maana he is the only person, Almighty Creator is the one who can remove this Canaanite curse upon African people. That it will come a time hatutaweza kurely on white people. Africa, we are blessed. Tunapomwamini ya, when we trust in ya, we are blessed. Lazima tusimame ili tukaweze kukabiliana na hii roho ya umaskini ambaye imekitiri mizizi katika bara la Afrika. Na Afrika hata iwe kimakanisa, Afrika nzima tutaona ya kwamba kanisa lolote ambalo limenawiri, kanisa lolote ambalo liko na matawi mengi, utakuta ya kwamba azima tuko na wazungu mahali pale waliokuja kama wamishonari na wakafanya kazi ya kuweza kuenda katika viwango vingine. Afrika utaona kama ni watumishi wa wale ambao wamebarikiwa, wale ambao wanaendesha magari makubwa, wale ambao wako na majumba makubwa, itakuwa ni lazima wamepita katika mikono ya wazungu. Basi kwa njia kama hiyo, sisi wa Afrika bado tunaonekana kuwa watumwa, kwamba si rahisi upate Mwafrika ambaye amenawiri kwa nguvu zake na kwa akili zake akimtegemea ya. Lazima kutakuwa na uwezekano kwamba kuna connection ya Mwafrika na mzungu, na ndiposa utakuta Waafrika wameinuka ama wamebarikiwa katika viwango vingine. Kwa hivyo ya atusaidie kwamba bila hawa wazungu, bila hawa watu kutoka bara zingine, hata nasi bado ya anaweza tubariki. Kwa hivyo ya ataweza kutubariki tukisimama tukijua ya kwamba si kwa nguvu zetu, bali ya ataingilia katikati, ataweza kutuondolea laana ya Kanani ambayo yuko juu yetu sisi wa Afrika, na tutajua kwamba ya anapotupikania hata na sisi kama Afrika tutajitegemea na tutasimama tukijua ya kwamba hata nasi tunatoshana na hizi bara zingine. Asante, asante brother, asante sister ambao umesikia sauti hii. Ya kubariki, ya akutende mema. Tukaweze kukutana tena siku nyingine kwa utukufu wa jina la ya. Shalom, 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 shalom. Thank you brother. Thank you so much. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you brother. Santa, I want to take this time also to thank my dear brother James. I want to say thank you so much for this opportunity that I have received through you to be online. May Yah do you good. May Yah bless you. May Yah sustain you. May Yah strengthen you. Amen. Amen.